Katika mwezi kama huu wa mfungo pili, mwezi kama huu, Mtume sallallahu alayhi wasallama alifanya umra katika mwezi wa Dhulqaada, alifanya umra zake 4, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama amehiji hija yake moja ya kwanza na ya mwisho, na akafanya umra 4. Mtume amefanya umra 4, lakini amehiji mara moja, ndio hija yake ya kwanza tangu alipopewa utume, na ndio iliyokuwa hija yake ya mwisho. Na ambapo baada ya hapo Mtume hija ya mwisho ndipo aliposimama katika mlima wa Arafa, ametoa khutba, na eneo ambapo aliposimama Mtume kutoa Arafa, wanachuoni ambao ni wa tarikh na sira, ambao ni wazawa wa Maka na Madina, yale maeneo wanayajua, na wao kutokea kwa wazazi wao ambao ni wanachuoni. Alhamdulillah, mwaka 91 sisi vile vile tulipitishwa pale na walimu wetu ambao walikuwa ni walimu Dr. Jamalul Qadhi rahimahullah na Dr. Abdul Majid Fagihi pamoja na Muhammad Hawaji, wakatupitisha pale na kutuonesha kwamba wanaeleza wanachuoni kwamba hapa ndipo Mtume aliposimama na akatoa hotuba yake. Haya, katika moja ya matukio ambayo yametokea katika mwezi wa mfungo pili ni tukio la Umratul Qadha, ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kama ilikuja akafanya mwaka wa 7 tena. Tukio lingine lilitokea ni Umratul Ja'rana awil Ji'rana awil Ju'rana, lakini ni Ji'rana, itokea mwaka wa 8 baada ya Mtume kurudi katika vita ya Hunain, sio Hanin wala Hanen, katika vita ya Hunain ambayo ilitokea mwaka wa 8 wa Hijra. Tukio hili la umra Mtume alifanya katika hilo. Haya, umra nyingine ilikuwa ni ya alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa 10, ambayo ndiyo aliyeunganisha na hija. Katika matukio ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam yalitokea katika mwezi huu wa mfungo pili, Sariya Saad ibn Abi Waqqas ila al-Kharrar radiyallahu anhu, Mtume alituma kikosi. Kuna Sariya na ghazwa, tunasema ghazwatu Uhud, lakini tunasema sariyatu kadha. Ghazwa ni vita ambayo Mtume ameshiriki mwenyewe kama Badri, Uhudi, Tabuk na nyinginezo. Lakini sariya ni vita ambayo Mtume amemtuma sahaba, wewe fulani ongoza kikosi hiki, nendeni mkafanye kazi ya Mwenyezi Mungu na mpambane huko. Hiyo inaitwa sariya. Sasa katika mwezi kama huu wa mfungo pili, Mtume alimtuma nani? Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, katika moja matajiri wakubwa walikuwa na khairati walizozifanya katika mji wa Maka na Madina. Mpaka leo athari ya utajiri wa huyu bwana mkubwa huyu Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, athari inaonekana ya utajiri wake mpaka leo. Na alikuwa anakaa wapi Saad? Alikuwa anakaa katika Wadi Bani Salima, ambapo ni eneo la Qiblatain karibu na chuo kikuu cha Madina, ambapo kuna katiza jangwa au kuna katiza mfereji mkubwa wa maji. Mara nyingi mvua inaponyesha kuwa nyingi, maji huwa yanatoka yanakwenda mpaka yanakwenda mlima wa Uhud mpaka yanakwenda huko mwisho. Sasa Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katika moja ya mambo ambayo hatuwezi kuyasahau, mambo mawili. Saad ibn Abi Waqqas alipata mtoto wa kike, na alipokuwa na umwa alitembelewa na baadhi ya masahaba radhiyallahu anhum, wakamwambia, mtoto wako huyu ni wa kike, unamwachia nini? Unamwachia nini? Akaambia, mwanangu huyu hatopata tabu ya maisha. Naomba mnisikilize vizuri sana, na mnaonifuatilia kupitia Nyiradi
pamoja na Mtoro TV na Darsa TV. Na huyo hapa ni nani? Mimbar TV. Sikilizeni vizuri. Wakamwambia mtoto wako huyu anabaki, atakuwa maisha yatakuwa magumu, we una uwezo, pesa hizi itakuwaje? Baada ya kugawana atakuwa Saad bin Abi Waqqas akamwambia mwanangu hawezi kufa njaa. Akamwambia kivipi? Akamwambia nimepata mafundisho kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mafundisho gani? Akasema Mtume ametufundisha tusome suratul Waqi'a. Sio waqi'a, suratul Waqi'a. Idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba, idha rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Hii ni sura katika moja ya sura Waislamu wenzangu tumefundishwa ima baada salatul fajiri, baada ya kufanya nyiradi zako, ama baada salatul maghribi, baada ya kufanya nyiradi zako, au baada salatul isha, upo nyumbani umetulia, umeshasali rakaa 2, unaisoma suratul Waqi'a kwa ajili ya kuongeza baraka katika biashara zako na katika kipato chako. Usiiache, ina siri kubwa sana. Na usiisome sura hii kwa majaribio, hapana. Mara nyingi nyiradi tunakuwa tunazitoa, kuna ambao wanazichukua kwa yakini na Mwenyezi Mungu anawafungulia, wananieleza wenyewe, na kuna wengine wanachukua kujaribu. Kuna mwingine anafanya mara moja. Leo nilikuwa nazungumza na mmoja hapa Mkwajuni, mmoja katika wanamume, anazungumza anasema, Shekhe, ule uradi mimi si uachi. Nikamwambia uradi gani? Nikamwambia na nyiradi nyingi ambazo ninazitoa. Akamwambia ule ambao yule mtu alikwenda kwa Mtume akamwambia, ya Rasulullah, mambo yangu yamekuwa mazito, hali ni mbaya, kipato tabu, ya Rasulullah naomba unisaidie. Sasa pale alikuwepo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na mwanae. Na Umar ibn al-Khattab katika matajiri, hana dhiki, hana shida ya maisha, kazi zake zinaendelea na biashara makubwa wakati ule wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Basi Mtume akamwambia, wewe mpaka unafikwa na hali hiyo, upo wapi wewe na tasbihi za malaika? Mbona umeacha tasbihi za malaika? Ndio maana akamwambia, ya Rasulullah, tasbihi ya malaika ipo vipi? Akaambia tasbihi ya malaika ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah. Yani usome uradi huu baada ya kuchomoza alfajiri. Na maana labda kwenye saa 11 kasorobo umeshamka mapema, bado upo nyumbani, au kwenye saa 10:30 upo nyumbani, ushapata rakaa 2, sawa? Basi unausoma uradi huu mara 100. Mtume akamwambia unausoma mara 100. Hadithi ni rawahu Dailami. Kwa hiyo akawa ameanza kuusoma ule uradi. Sasa leo nilikuwa nazungumza, yule bwana ananiambia, asema mimi ule uradi si uache bwana. Nikamwambia kwa nini? Asema naona kabisa. Nikamwambia kwani vipi mambo? Asema yanafunguka kabisa. Yani naona kabisa, yani channel zinafunguka na ninaona picha zinatembea, matangazo ninayaona wazi wazi. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah. Mtu mwingine juzi nimekutana naye Manyema, natoka salatul maghrib. Salatul maghrib mimi nimeweka manhaji katika maisha yangu. Mimi nimeweka manhaji katika maisha yangu. Nikishaingia msikitini maghribi sitoki tena mpaka niipate salatul isha jamaa. Hiyo ni manhaji yangu nimeweka mimi katika maisha yangu. Namuomba Allah ajalie hii mpaka kufa kwangu. Nikishaingia salatu, labda niwe safarini, lakini hata ninapokwenda Maka na Madina, baada ya kuwa nimeshamalizana majukumu na mahujaji, mara nyingi huwa najificha. Yani nikishaingia msikitini sitoki tena maghrib mpaka isha.
Kwa nini? Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu siku moja alimwita kijana mmoja akamwambia, yabna akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah anasema, man salla al-ishaa fi jama'atin, atakaye sali sala ya isha jamaa. Kwa mfano hapo taisali sala ya isha jamaa, mtume akasema fakaannama qama nisfa al-laili, anapewa thawabu, analipwa kwa Mwenyezi Mungu thawabu kule akhera, ameshawekewa ni sawasawa amelipwa thawabu za kuswali nusu usiku, yani kuanzia saa 6 usiku mpaka alfajiri. Anapewa hiyo ofa, inawekwa kwenye akaunti yake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akasema, wa man salla alfajra fi jamaa, na atakayesali alfajiri jamaa, ukaiswali alfajiri jamaa, Mtume akasema fakaannama qama al-laila kullahu, anapata thawabu za mtu aliyesimama usiku wote. Ndugu zangu katika imani, Waislamu wenzangu, Mtoro TV, Darsa TV, Nyiradi TV, Mimbar TV, mtakaofuatilia katika mitandao, kwa nini tupitwe na thawabu kama hizi? Yani wewe umeswali salatul isha kwa jamaa, Allah anakupa nusu usiku thawabu. Umeswali alfajiri jamaa, unapata thawabu za usiku mzima. Na wanasema ukitaka kujua swala wanayoswali wanaume wa kweli, watafute alfajiri, kwa sababu adhuhuri rahisi, alasiri ni rahisi, maghribi ni rahisi, isha kidogo rahisi, lakini alfajiri shughuli, yani alfajiri ni jihadi. Na ndio maana Mtume akasema laisa salatu athqalu ala almunafiqin min salati alfajr, min salati alfajr wal isha, hakuna sala ambayo ni nzito kwa wanafik. Ukitaka kujua wanafik, watafute katika sala mbili, alfajiri na isha. Mtume akasema walau ya'lamuna ma fihima, walau, lau ni harfun yufidu taqlila, lau ni harfun yufidu taqlila, kama qala ulamau ilmu nuhat, ilmu nahwi, kwamba kama huyu Muislamu angalau kidogo, angalau tu angelijua thamani ya sala hizi, basi angelikwenda kusali sala ya alfajiri na isha, walau habwan mashyan ala rukbatai, angalau angesota kwa kutumia magoti yake au makalio. Thawabu za salatul fajri. Kwa hiyo hongereni ndugu zangu, hongereni sana wale ambao mnaokaa jirani na nyumba kama hizi hapa. Wallahi nyumba kama hii, yani unapata nyumba kama hii, ama Allah anakupa uwezo, sawa, unanunua nyumba kama hii, ama Allah ananipa nafasi nanunua nyumba jirani na msikiti, wallahi kuna sunna nyingi sana unazifanya kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam salatul fajr rakaa 2 alikuwa anazipiga nyumbani kwake hapo, kisha anaingia msikitini. Na alikuwa akimaliza sala ya Isha Mtume sallallahu alaihi wasallam, rakaa 2 za Isha, anaingia hapo msikitini nyumbani kwake. Sasa hongereni ndugu zangu wale ambao mnaokaa jirani na misikiti, hongereni. Na nawabembeleza, nawahamasisha, nawashawishi, sawa, nyinyi ndio ambao ni wataalamu, sawa, nyinyi ndio ambao wenyeji, sawa, nyinyi ndio wenyeji mnaojua kwamba nyumba hii ipo jirani na msikiti. Yani siku zote wallahi, yani unatamani. Waarabu wanasema al-ainu basira wal yadu qasira, jicho linaona linachokitamani, lakini mkono mfupi haufiki kule unachokiona na kukitamani. So wale ambao mnaokaa jirani ya misikiti, semeni alhamdulillah. Na nina wasiwasi tu, Allah ndiye anayejua. Yani mtu anayepitwa na sala yupo jirani na msikiti na haendi kusali msikitini na asali, Allah ndiye anajua.
lakini adhabu yake ni nzito kama atakufa bila kuleta toba, kwa sababu hana sababu. Kwa sababu hebu fikiria nyumba kama hizi, jirani kila siku 5 marat, mara 5, Allahu akbar, Allahu akbar, mara 5 kuanzia alfajiri mpaka isha, na iqama qad qamat salah mara 5, na mtu anasikia. Na bahati nzuri speaker zinatembea, yani ukiingia Dar es Salaam unajua umeingia mji huu na Waislamu wengi, una Waislamu wengi.